Kwa upande wa science tunaendeleza vipi? Yako mambo mengi tunayafanya. Lakini niseme Samia Scholarship. Tulishafika mahali wanafunzi wakimaliza PCM form 6 ana AAA. Anasema nilikuwa nasoma science kuonyesha na uwezo. Lakini mimi sitaki kwenda kusoma huko kwenye science bwana. Nataka kasome commerce huko, kasome law ili ndio kuna hela huko. Sasa ili kuwarudisha wanasayansi wetu wazuri, vichwa vizuri virudi kwenye science, tuliagizwa tutoe scholarship. Kwamba hebu hakisheni watoto mnawasomesha. Unaweza kutumia neno bure. Yaani hawalipi chochote kwenda kusoma vyuo vikuu. Maelekezo alitoa rais wetu, tukachukua, tukaomba bungeni, fedha zikatoka, tukaamua kuita Samia Scholarship. Na inatusaidia. Kwa hiyo kila mahali nikitembea sasa hivi watoto wanaosoma form 1 wanasema mimi nataka kusoma sayansi ili nipate Samia Scholarship, nipunguze mzigo kwa wazazi wetu. Kwa wao wanapata wanachotaka na sisi tunapata wanasayansi walio mahiri zaidi. Sasa tumechukua Samia Scholarship Extended, tunapeleka watu wa kusoma mambo ya nyuklia nje. 5 sasa hivi tunapeleka, lakini tutaendelea kufanya hivyo kila mwaka kupitia Tume ya Nguvu za Atomi Tanzania. Lakini kubwa kuliko yote ambayo ningependa nitangaze hapa. Hawa vijana waliofanya mtihani wa form 6 hawa tutakapo shortlist watu wa kwenda kupata Samia Scholarship. Wanakuaga takriban 650, karibu 700 hivi. Tutakapotangaza list, tutawaambia vile vile katika nyie wote ambao mnastahili Samia Scholarship, mnataka kwenda kusoma nje, tuambieni. Halafu sisi pengine tutachukua kati ya 50 mpaka 100. Hiyo inaitwa Samia Scholarship Extended on Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences. Tukishawapata wale, mradi wa kubali watakaa takriban mwaka mmoja kuchelewa kwenda kusoma nje. Tutaweka kambini. Kambi yenyewe ni Nelson Mandela African Institute of Technology, one of the best campus hapa Tanzania. Watakaa pale, watakuwa oriented na maisha. Wasipate cultural shock wakienda nje. Watafundishwa uzalendo. Hivi Mkwawa ni nani? Karume ni nani? Alipigania nini? Julius Nyerere ni nani? Hata Simba wa Vita Kawawa ni nani? Yote aliyofanya watu waelewe nchi yao, kwenda kuitetea. Wakienda kusoma kule wasisahau. Watafundishwa na language, lakini more important digital literacy. Kuhakikisha kwamba kama mmaliza form 6 ana AAA hajagusa kompyuta, atajifunza, atapata statistics, atajua. Halafu wale kwanza kabisa tutawaallocate kwenye scholarship ambazo zipo. Ndugu zangu, kuna scholarship Tanzania zipo, tunaletewa, hakuna Watanzania wanaoenda. Romania hapa kuna scholarship, hawaendi. Vijana hawa wa familia za kawaida hawajui namna ya kuapply. Wanapata shida kuapply mikopo. Wanapata shida kuapply masomo ya kusoma wengine. Ukimpigia anasema mimi nilikuwa JKT nikaomba mjomba wangu anifanyie application. Kwa ile nafasi ya kuomba tu chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuomba mikopo inakuwa changamoto sembuse kukaa na kuomba chuo kikuu. Saudi Arabia kwa mfano, Romania, Glasgow, Canada, Marekani. Kwa hiyo matokeo yake wachache wanapata hizo fursa ni watoto waliosoma international schools kwa wazazi wenye uwezo. Lakini vichwa bora vimegawanyika kote. Wako watoto wa wazazi wenye uwezo, vichwa bora kabisa nchi yetu, inabidi tuvipeleke vikasome. Lakini wako wengi watoto wa kulima na wafugaji hapa Tanzania ambao wanafaulu vizuri sana form 6, lakini ile computer literacy ya kuingia online kuapply hawajakuwa nayo. Kwa hawana fursa. Mtoto ametoka Tandaimba kule Mlima Korosho, amesoma kwa bidii, anashindwa kwenda, anatoka Nkasi huko. Kwa sasa hivi tutawachukua, tutawaweka, tutawasaidia kuapply scholarship, na sisi tunaongea na vile vyuo. Kwa hiyo kwanza kabisa tuendeni kwenye vile vyuo mkasome. Halafu fedha nyingine tutaziweka kwa ajili ya kupeleka sehemu nyingine.